naitwa Ibrahim Gideoni, ni kapteni wa Magic Pressure. Mchezo wa leo ulikuwa mzuri, lakini bahati ilikuwa haiko kwetu. Tutengeneza nafasi nyingi lakini tumeshindwa kuzitumia. Next time tutazitumia nafasi zingine. Tunashukuru Mungu kwa kupata alama moja. Ushindani unaonaje? Ushindani ulikuwa mzuri, wenzetu walikuwa bora, sio kama tuliwabeza, walikuwa bora. Ndio hivyo tumepata point moja. Kwa jina la leo tulikuwa tunacheza kwa mchezo wetu wa pili katika mkundi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama, hamna mchezo kupata ajali. Tunamshukuru. Katika kipindi cha kwanza tuliweza kumsikiliza mwalimu tena. Tumemsikiliza mwalimu kutokana na plani ile ambayo ametuelekeza. Tukamfuata mwalimu kama vile alipotaka. Tunamshukuru alhamdulillah tukaweza kumaliza salama kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili pia kuna maelekezo alitupa. Vile vile tukayafanyia kazi, lakini tunamshukuru kwa sababu tumemaliza salama, hatujaruhusu goli lolote katika mchezo siku ya leo. Wapinzani wetu walikuwa wamejiandaa vizuri, pia na sisi tulikuwa tumejiandaa vizuri. Basi tunamshukuru Mungu pia kwa changamoto ziliweza kutokea katika mchezo wa leo. Pia nadhani mwalimu ameziona, ataendelea kufanyia kazi. Sisi kama wachezaji tunaendelea kufanyia kazi vile vile na kupata maelekezo. Ushindani bado ni mkubwa, lakini bado tunaendelea kupambana pia. Umekosa goli dakika za mwisho kabisa, naona umesikitika hadi sasa hivi unasikitika. Ilikuwaje? Ni kweli nilipata nafasi ya kuweza ya kuscore, lakini sikuwa na utulivu mzuri. Naweza kushoot, lakini bado golikipa aliweza kuona mpira akafuata. Ni makosa ambayo nitafanyia kazi katika mchezo ujao, hataweza kujitokeza tena. Na mimi kama striker ndio nisaidie timu katika kupata ushindi. Namshukuru Mungu, pia tutaendelea kujituma zaidi na zaidi ili kuhakikisha hatua zinazofuata kuweza kuisaidia timu kama malengo ambayo tumejiwekea kama timu na wachezaji kwa ujumla. Mimi naitwa Ramadhani Mgwao, ni kocha wa Magic Pressure. Tulikuwa tunacheza mechi na dhidi ya Singida City. Mechi kama mlivyoiona, mechi ilikuwa tough na utafu umetokana na ndugu zetu wenyewe walijiandaa kuja kutafuta sare na wamefanikiwa kuipata. Kwa hiyo si mikakati yetu, tulijua kwanza tutakuja tutapishana, wao tushambulie na sisi tuwashambulie tupishane, lakini wamekuja kutafuta sare, hatimaye wameipata. Ushindani unauonaje? Maana game ilikuwa kali kwa kweli, mimi mwenyewe nimeitazama. Ushindani unauonaje sasa kadri siku zinavyoendelea? Ushindani ni mkubwa. Kwa kweli ushindani ni mkubwa. Kila timu imejipanga kuja kutafuta matokeo. Hata kama ni pointi moja, lakini mtu amekuja kuitafuta na akiipata plani zake zinakuwa zimekubalika. Kiukweli si leo tunajiona kwamba tumefeli kwa sababu timu tuliokuwa tunacheza nayo na the way tulivyo control game tumepoteza alama 2. Sisi tunajiona kwa tumepoteza alama 2, wenzetu wamepata moja kwa sababu sisi tulijiandaa kushinda na tulizihitaji sana hizo point. Sawa, unawaambiaje wapenzi na mashabiki wa timu yako hii kuelekea mechi inayokuja? Mimi nafikiri nawaambia waendelee kusupport. Support ni kubwa. Waendelee kusupport. Nafikiri soka linaonekana, kwa hiyo tutafanya vizuri, lakini kupitia mechi hii imetupa picha nzuri sana wapi pa kufanyia kazi. Then tutapata matokeo mechi zijazo. Kocha sasa wa Singida City. Bwana, mchezo ulikuwa mtamu kweli kweli. Hebu tuambie siri ni nini? Asili hapa kama nilivyozungumza asubuhi. Tulisema sisi tumeheshimu timu ya Magic, na kwa sababu tumeheshimu timu ya Magic, ni timu kubwa hapa Singida. Kwa hiyo sisi tuliingia na mpango zaidi wa more defensive than attacking, yani kuzuia zaidi kuliko kushambulia sana. Sababu hapa mechi leo sisi tulikuwa tunataka aidha point 3 au tutoe draw. Kwa hiyo ilikuwa tumejiwekea malengo na yale malengo yetu yametimia. Sawa, unaambia nini sasa kuelekea mchezo ujao? Mchezo ujao ni mchezo mgumu against Makuro Rising. Tunaenda kujipanga ili tuhakikishe tunashinda ule mchezo, tumalize na pointi 7. Bwana, kocha yupo hapa pia. Watu wajue kwamba mpira sio uhasama. Wapo hapa. Leo nimewakutanisha bwana. Hebu ushikaneni mikono. Haya, muulize amefanya nini? Muulize tu. Muulize. Kama alivyosema asubuhi. Mimi nadhani ndio hivyo. Tulipokuwa tunaongea plani ya ndugu yangu imefaulu kama alivyosema yeye kwamba alikuja
kutafuta aidha pointi 3 au sare. Amefaulu. Sisi tulitamani tupate pointi 3 zaidi. Ndio maana unaona tumetoka kinyonge sana. Tunaona pointi 3, kukosa pointi 3 ni kama tumepoteza kwenye game hii. Sawa, nataka game ni fair play, mpira ni urafiki sio adui. Game imeisha vizuri sana. Niliwaambia asubuhi kwamba kama kuna mtu ni muumini wa mpira mzuri, basi aje Magereza, aje kuenjoy football. Natumaini aliyekuja Magereza hamna aliyepoteza, kwa sababu kila mtu kaenjoy mpira. Tumekutana walimu wenye falsafa zinafanana, waumini wa mpira mzuri, tumecheza. Sawa, nataka uchambue. Kila mmoja anachambua hapa. Hebu mchambue huyu. Unamuona wapi kwenye mechi zake kwa timu ambayo imecheza leo? Mimi siwezi kusingatingati maneno. Hao wana timu nzuri, kama watajitahidi mechi ya mwisho wakashinda, basi mimi nawaona finali. Haya, chambua. Mimi niwatabirie mazuri ndugu zangu, kwa sababu mimi wanaheshimu sana game plan ya mtu. Yaani mtu akija na game plan afu ikafanya kazi, basi ujue kwamba huyo mtu ni hatari. Kaja akapaki basi kapata matokeo. Natumaini kwamba akienda kwenye game nyingine akawa na approach tofauti, lazima tu atafaulu malengo yake, kwa sababu jinsi anavyojipanga ndo anaenda kuifanya game hiyo. Haya, onesheni upendo, pigeni 5 hapa.